الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ama baada, tunaendelea na tafsiri ya surati al-Hajj na tumefika katika aya ya 8. Aya zinasema ya 8 na 9 na 10. A'udhu billahi minash shaitani rajim. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم، aya 8 imeanza minan nasi, na maudhu ya aya hii wa minan nasi man yujadilu fillahi, na miongoni mwa watu ambao wenye kubishana na kujadiliana kuhusu Allah, kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu na kuabudiwa kwa Allah. Yujadilu fillahi bighairi ilm, bila kuwa na ilmu, without having knowledge, wala hudan, wala kuwa na hidayah, wala kitabin munir, wala kitabu chenye mwangaza, chenye kueleza mambo, chenye kubainisha mambo. Hawana ilmu, wanabishana tu, wala hawana hidayah, guidance, wala kitabi munir. Mabishano yote haya wa minan nasi, hao miongoni mwa watu, kwa ujahili na ujinga na kibri na kwa majivuno. Sasa basi, aya hii ya 8 tukitizama na aya ya 3 imeanza pia wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid, kama ilivyoanza katika aya ya 3. Na hii aya ya 8 inasema minan nasi, na mara nyingi, si mara zote, inapokuja na miongoni mwa watu na katika watu, mara nyingi inakuja lidham, kwa kulaumu kwa makosa wanayofanya. Mwenyezi Mungu anaonyesha watu ambao hawapo katika hidayah. Mara nyingi wa minan nasi, na miongoni mwa watu, man, wale ambao yujadilu fillah, wanajaribu kubishana kuhusu Allah, kuhusu dini. Yujadilu fillahi bighairi ilm, bila kutumia knowledge, wala wayattabi'u kulla shaytani marid, wanafuata kama shetani anavyopeleka. Shetani mutamarid, mwovu. Basi hapa imeripiti tena aya hii, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, kule imekuja wayattabi'u, na wanafuata. Na hawa mashetani wenyewe hawa wakubwa zao. Lakini hapa wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Halafu inafuatia aya thania itfihi, hawa wanageuza shingo zao, au huyu anayejadili hivyo hugeuza shingo yake. Thania itfihi, kwa nini? Liyudhilla an sabilillah, ili kupoteza watu tu, watoe katika njia ya Allah. Bimaana kwamba wale wa mwanzo wayatabi, wanafuata, na hawa nini? Thaniatu liyudhilla, ili wapoteze. Hawa ndio wenye kufatwa, kama waliosema baadhi ya mufasirin. Wa mwanzo man yatabi, wenye kufata, almatbu' wattabi', mwenye kufatwa na mwenye kufata. Aya 3 ni mwenye kufata, almuqallid, mwenye kufata na kuiga. Na ya pili almuqallad, almatbu', mwenye kufatwa.
kwa sababu wao liudhilla, wapotezi, lakini wale wayattabi'una, wanafuata kama walivyosema wengine. Lakini katika aya zote mbili hizi shetani ana play role yake hapo, na watu ambao waliosimama kidete dhidi ya dini kwa kutazama maslaha yao kidunia, kwa kibri yao na jeuri zao, mara nyingi huwa wanatafuta kila sababu za kupinga, hata wakiona haki, lakini yatajahal ana, wanapuuza. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Na ilmu hapa, ilmu ya fitri aliozaliwa nayo, mpaka akawa na akili ya kupata kuweza kujua mambo kwa kubalighi, akili yake ya fitri ya kuzaliwa nayo. Mwenyezi Mungu amemjalia kila mmoja kazaliwa ala fitra, instinct yake na ujuzi wake na experience yake, anaona mambo, anaona jua linapochomoza, jua linapozama kwa wakati wa rasmi unaokwenda kwa kila kitu kwa mpangilio, anaona mwezi kutoka na kuingia, anaona usiku na mchana kuja, anaona bahari namna gani kujaa na kukupwa, anaona namna gani miti inapoanza kukua na kutoa mazao, anaona kila kitu, viumbe vilivyomzunguka vyote, anaona mbingu na anaona ardhi, anaona mito, anaona bahari. Haya yote mtu akikaa kitafakari hawezi kusema kwa amekuja tu hivi. Anaona namna gani binadamu wanavyokuwa na watu walomzunguka, anaona mambo yote yamepangika kimpango. Bila shaka hiyo ilmu inatosha na uchunguzi wake inatosha kuwa na kitu cha kumwelekeza kwamba yuko aliyeumba vitu hivi. Sasa nani huyu mtu? Na nani huyo ambaye aliyeumba vitu hivi ambayo anastahili kuabudiwa? Hapo ndio ukimwacha shetani, uyatabiu kula shetani mariji, hapo inakuja sasa, unakuwa unahitajika uwe na ilmu yako uliozaliwa nayo kwa kuona mazingira yako yote, halafu baadaye, baada ya experience hiyo, halafu ikisha huna hidayah, religious guidance. Ukipata hidayah ya dini, halafu baadaye ikaja knowledge, ilmu ambayo yenye kukubainishia mambo kutokana na kitabu kilichoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ujumbe ukitoka kwa Mwenyezi Mungu na hidayah hiyo ukaipata na ilmu yako ulikuwa nayo, haya mambo matatu ndiyo mambo criteria unayohitajia kwa kuweza kumjua Mwenyezi Mungu na nini ufanye kwa upande wa Mwenyezi Mungu, yani vipi umwabudu. Haya yote unahitajia ilmu yako, unahitajia hidayah kuipata, na unahitajia yale asas, msingi uliotoka hidayah hiyo, nayo kwa sisi tutasema kutokana na Qur'ani, ni wahi uliotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapata hidayah kutokana na wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa hujafuata hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wahi, basi wewe ukiwa unatumia elimu yako tu, elimu yako itakupoteza. Lazima upate mambo matatu haya, elimu uliokuwa nayo na hidayah ambayo inapatikana kutokana na kitabu munir, kitabu, the book that enlightens, yenye kukupa mwangaza kuiona haki. Naam. Kwa hivyo ikiwa hutofuata yalokuja hapo, ndio utakuwa wewe usiamini kwamba kuna kufufuliwa, usiamini kwamba kuna adhabu, kuna mateso yanakusubiri baada ya kisha kuzikwa, ukafufuliwa, ukapelekwa mbele ya haki, ukakaa milele katika moto au pepo. Haya yote yanahitajia mambo matatu ili uweze kujadili. Na watu kama hawa ndio wanasema thani itfihi, hukaa wakageuza shingo zao. Thani itfihi yani nini? Thani itfihi yani law rukbatahum, amegeuza shingo yake, au unuqahu, law, kama kule katika aya, wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi, na ukiwaambia njoni ili mtume sallallahu alaihi wasallam akuombeni maghfira, law ruusahum, ugeuza nyuso zao, vichwa vyao ugeuza, wa ra'aitahum yasudduna,
wahum mustakbirun, na utaona namna gani wanaosimama kidete kuipinga dini na hali wakiwa na kibri. Hivi ndivyo wanavyokuwa hawa watu. Wa mfano uliopigwa hapa, thania itfihi liyudhilla an sabilillah, hugeuza shingo zao. Na mtu kama huyu, unajua kuna marahil lilfarari min aljadal, kuna stage za kukimbia majadiliano. Katika Qur'ani yutaja i'tizal wa hijr, yati dhahr, kumpa mgongo, labu ruus, kugeuza uso, thania atfi, yani kugeuza shingo. Yani haya yote haya katika njia nini ya kuto kuweza kusimama mbele ya hoja na mujadala ya haki. Hivyo mfanya mtu akawa anakimbia, anageuza shingo yake, anakwenda kwa maringo na kujionyesha. Thania itfihi liyatakabbar mustakbiran fi nafsihi, thania itfihi. Kwa nini? Liyudhilla an sabila, yote kwa ajili ya kuwapoteza watu katika njia ya Mwenyezi Mungu wasifuate. Yudhilla an sabila. Na watu kama hawa ndivyo kama Mwenyezi Mungu anavyosema, thania itfihi liyudhilla an sabila lahu fi dunya khizy. Hawa watapata duniani hizaya na udhalilifu, adhul walkhizy walhawan. Alkhizy fi dunya, hizaya dunia. Na hapo ukitazama mfano mkubwa, wengi wafasiri wanavyoeleza maelezo ya vita vya Badr, namna gani vigogo vya Makureishi walivyoanguka mmoja mmoja, na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha masari alqaum, hapa pale pa Abu Jahil alipoanguka, na hapa Umayya ibn Khalaf alipoanguka, na hapa fulani na hapa fulani, anawataja. Na ikaja vile vile akaja wakaanguka sanadil Quraish, ikaoneshwa hizaya baada ya kushindwa katika vita vya Badr. Na hata Abu Jahil alivyouliwa na ndugu wawili, watoto vijana wa miaka 15, walipiga panga wakamwangusha. Inasemekana wale watoto walifanya mpango wa kumpiga farasi mguu ili anguke Abu Jahil, wamwahi mbio kumchoma panga. Hata moja akawahi kupigwa na mkono wake ukakatwa na Abu Jahil. Lakini wakati huo kishaanguka, akaja Abdullah ibn Mas'ud akaja kummaliza kabisa. Hata kauli yake maarufu aliyosema Abu Jahil, hata wewe mchunga mbuzi, mchunga kondoo, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban, umepanda juu sana, ya ruwai'il ghanam, ewe mchungaji wa kondoo. Hata mpaka kibri yake imefika hadi mpaka huko anakata roho baada ya kumalizwa na kukatwa kichwa. Na tena baadaye na Abdullah ibn Mas'ud, Abu Jahil anasema nayo, ama kweli mmekuwa na mmeinuka sana, dini ya Uislamu umekuinua. Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Haya maneno Abu Jahil, na huku anakata roho tena baadaye. Kwa hivyo tukizama hapa, lahu fi dunya khizyun, yatamfika tu duniani hizaya na udhalilifu. Lahu fi dunya khizyun wa nudhiquhu, na tutamwonjesha huyo thania itfi, ali aliyegeuza shingo yake, akageuza uso wake. A'rada wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanqa. I'rad ndo maana yake thania itfihi liyudhilla, na yote anafanya kwa ajili ya kuwapoteza watu. Yudhilla an sabilillah, huyu lahu fi dunya khizy wa nudhiquhu, sasa wa akhira, sasa na tutamwonjesha يوم القيامة. ونذيقه يوم القيامة, ataonjesha nini? Adhab alhariq, adhabu ya kuunguza kabisa. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق, wakati huko anaunguzwa ataambiwa dhalika bima qaddamat yadak, hayo yote yanakufika kutokana na amali zako ulizozitanguliza.
amali zako na kufuru zako na kupinga kwako na jeuri zako na kibri yako na kupiga vita dini ya Mwenyezi Mungu na kukataa kuamini kama kuna kufufuliwa na kuna adhabu hii, haya yote maovu uliyofanya ndio uliotanguliza mikono yako. Dhalika bima qaddamat yadak. Na leo sifikiri kwamba Mwenyezi Mungu anamdhulumu mtu. Mwenyezi Mungu atahukumu bil adl, na hapa nasema wa anna Allah laysa bidhallamin lilabid, na ujue kwamba Allah siye mwenye kudhulumu waja wake. Alafu kama Sheikh Sha'rawi anapoeleza laysa bidhallamin lilabid, wakati wote unapotaja sifa kama hii, kuna dhalim na dhallam na dhallama. Kama ukisema mtu alim, huyu alim akafikia cheo cha ilmu ambayo anaweza kuitwa ni alim, lakini unapokuja ukasema allam ukatia shadda na alif, allam yani huyu ilmu yake zaidi kuliko yule alim. Unaposema huyu mtu laisa biallam, humtoi kwamba katika stage ya alim, anakuwa na stage ya alim, lakini ukisema hajafikia allam bwana wewe, lakini alim. Unapokataa ile allam ya zaidi, ilmu ya zaidi, kama mtu kwa na degree ya mwanzo akawa na degree ya pili masters, au sio, alafu ukasema huyu allam, na mfano in that form later, au ukisema halafu baadaye ukitia ta marbuta allama, one of his kind, hakuna kama huyo, mmoja utafuta, ni professor hali ya juu kabisa, kachukua degree zote, hapo unasema allama, yani hakuna mfano wake ila mmoja wa kutafuta. Kwa hivyo unaposema huyu sio allama, humtoi katika stage ya allam, lazima nafika kafikia allam lakini sio allama. Na unaposema sio allam, hukatai kwamba yeye ni alim, lakini unakataa kwamba hajafikia stage ya allam. Lakini ukitazama Mwenyezi Mungu anapotaja wakati wote wanasema wa anna Allah laysa bidhallamin lilabid, yani hivyo ukichukua mfumo wote uzungumza kwamba laysa bidhallamin, lakini anaweza kuwa dhalim. Na Sheikh anasema la, ndio siku zote anasema sifa iliyozidi zaidi, mubalagha katika sifa, ukikataa basi huwezi kukataa ile ilikuwa chini yake. Yani kwa laysa bidhallam, yani huwezi kumlia yeye dhalim ndio, lakini sio dhallam. Astaghfirullah min dhalik. Lakini anasema ikiwa Mwenyezi Mungu atadhulumu waja wake, hatakuwa na dhulumu mja mmoja tu, atadhulumu idadi kubwa, mabilioni kwa mabilions kwa trillions ya watu. Kwa hivyo ama atakuwa dhalam au laysa bidhallam bas. Na hiyo ndio sharh kwa nini imetumika kwa shadda wa anna Allah laysa bidhallamin lilabid, na kwamba Mwenyezi Mungu si wa kudhulumu waja wake. Nafikiri kwa hapa inshallah tatosha kwa aya hizi tatu. Hadha wallahu a'lam.